Napenda kutumia nafasi hii kukumbushana kuhusu tini nyingine muhimu, nayo ni kutokuchanganya dini na siasa. Tukiivunja tunu hii, gharama yake tutaiona. Na kama kuna viongozi wa dini wanaotaka kutuelekeza kuitumia dini kwa manufaa ya kisiasa, na kama kuna viongozi wa siasa wanataka kuitumia dini kwa manufaa yao ya kisiasa, nawaombeni ndugu zangu, tuwanyanyapae. Siku ikifika ambapo wanachama wa chama cha siasa au uumini thabiti wa dini ukawianishwa na chama cha siasa anachokifuata, ndio mwisho wa njia. Mtakuwa na vyama vya siasa vya Wakristo, na vyama vya siasa vya Waislamu, na vyama vya siasa vya walokole, na vyama vya siasa vya watu gani? Kuwafanya Watanzania kuyatazama masuala ya kisiasa, masuala ya kiserikali, masuala ya utawala kwa mtazamo wa dini zetu ni jambo hatari. Halikadhalika, watu kuyatazama masuala ya dini kwa mtazamo wa siasa za vyama vyao si jambo lenye afya kwa taifa letu. Yote mawili yataathiri umoja na kutishia amani, usalama na utulivu tunao ufaidi hivi sasa. Mambo haya ya kuchochea chuki ama za ukabila ama za dini yakianza na tukayapa nafasi, hayana simile, hayana. Mtashangaa jinsi mnavyoanza kuchinjana, mkashangaa. Na ikifika kiasi hicho, hakuna mtu wa kukema, hakuna atakayetokea kusema acheni. Kwanza, ushauri wa kwanza na uelekeza moja kwa moja kwa Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya nchi, ni kuombe ili kuepukana na migogoro na kuto kuleta vurugu ndani ya nchi, maana vurugu za kidini ni ngumu sana la kufanya. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, naomba usikae kimya. Toa tamko kuanzia sasa, toa tamko la kuonyesha kwamba haya maelekezo ya kufuta kanisa la Askofu Gwajima, haya maelekezo ya jeshi la polisi kwenda kuvamia kanisa usiku wa saa 5:15 na kulizingira, na polisi sio 3 wala 4 wala 10, polisi wengi wako na nafikiri na madefender zaidi ya 3. Mambo haya yanayofanyika, je, toa kauli kama waziri wa mambo ya ndani, ni maelekezo yako? Kama sio maelekezo yako, eka hadharani. Ukikaa kimya, baadaye utakuwa umechelewa sana. Na kuomba Mheshimiwa Waziri, mimi sijawahi kukutana na wewe, lakini sidhani kama kuna kiongozi ndani ya nchi hii ambaye hanifahamu, sielewi. Na kama yupo kiongozi ambaye hanifahamu, basi atakuwa ni mtu ambaye amepata cheo juzi, ni mgeni sana. Na kuomba Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, toa tamko. Kama ni maelekezo yako, tujue kwamba umeelekeza wizara na ofisi ya msajili kufuta kanisa la Askofu Gwajima, kanisa la Ufufuo na Uzima, ili tujue kwamba hayo ni maelekezo yako. Kama sio maelekezo yako, yakanushe, kanusha. Kama ni maelekezo yako, jeshi la polisi, kwa sababu najua msajili yuko chini yako, na hata kisheria msajili sio anayesajili madhehebu ya kidini, yuko pale kama kivuli tu. Mimi nafahamu ni nani anayeruhusiwa kusajili madhehebu ya kidini ndani ya nchi hii, ninafahamu, kwa sababu
nimefanya hii kazi ya injili miaka mingi zaidi ya 40. Kwa unafahamu ni nani anayesajili. Huyo msajili yuko hapo, wala hana mamlaka ya kusajili. Haya mambo tunusu kuyasema, lakini wacha niyaseme leo. Mkurugenzi Emmanuel Kihampa hawezi kufanya chochote cha kusajili dhehebu kwa kupenda kwake. Hana mamlaka hayo kisheria wala kitaratibu. Yeye anapewa maelekezo. Sasa tuambie, maelekezo haya ya kufuta kanisa la Gwajima na maelekezo haya ya polisi kwenda kuvamia kanisa na kulizingira saa 5:15 usiku, watu wako kwenye ibada, ni maelekezo yako waziri wa mambo ya ndani au sio maelekezo yako? Naomba jitokeze hadharani na ueleze kwa ufasaha kabisa, kwa sababu kama sio hujuma dhidi ya serikali ya awamu ya 6, yani ili watu kwa nini haya mambo yatokee kipindi hiki cha uchaguzi? Ili watu waseme kwamba Rais Samia ndo anayetaka kufunga makanisa, Rais Samia ndo anayefunga madhehebu ya dini. Na kama tutaachia kanisa la Gwajima likafungwa, hata la kwangu litafungwa, hata makanisa mengine yatafungwa, kwa sababu haiwezekani. Mimi sikatai kufuta makanisa, yafute kama kanisa limefanya kosa. Tumeni zile fomu zinazokuwa ni fomu zinaeleza sababu 5 mpaka 6. Kwa hiyo ninakuomba Mheshimiwa Waziri, na kuomba sana, na nyenyekea kwako na kuomba, jitokeze hadharani, eleza haya yanayoendelea dhidi ya kanisa la Mungu, mpaka kuvamiwa saa 5:30, watu wako kwenye maombi, wako kwenye ibada. Ni maelekezo yako? Ni maelekezo ya wizara yako? Ili tujue hawa watu wamezoea kuitumia wizara, na sio leo. Wameitumia 2014, wameitumia 2015, 13, 14. Wamefanya madudu mengi, sitaki kuyaongea. Kwa hilo ni ushauri wangu wa kwanza kwa Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani.